Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Kwanza niwaambie kuna mtu mmoja anaitwa Mwana Malundi. Mwandishi wa kitabu anaitwa William Boaz. Katengeneza kitabu kinaitwa Mwana Malundi. Anamuongelea bwana mdogo mmoja aliozaliwa huko Usukumani. Alizaliwa kwa mamake, mama akaolewa na mume wake, mimba apati ujauzito. Wakahangaika wakaja kupata mtoto, wakampa jina Mwana Malundi. Kwa Kisukuma wanasema Mwana Malundi maana yake ni mtu mwenye miguu membamba. Huyu Mwana Malundi sio mtu wa kawaida. Yeye alishawahi kufungwa gerezani, akumpa chochote, lakini yeye akapata chakula humo, mbegu alikotoa haijulikani. Akapanda viazi, akavuna siku hiyo na akala. Mwana Malundi gerezani. Mwana Malundi yeye alikuwa anatoroka gerezani, anatupa jiwe kwenye alifungwa Kilwa. Mwana Malundi pale Kilwa walimfunga kwenye pembezoni mwa bahari. Yule bwana alikuwa anatupa jiwe baharini. Bahari inakauka, anavuka anaenda upande wa pili, anaenda kunywa pombe. Lakini hiyo ni story, Original, hii ni real fact. Kaburi lake liko Mwanza. Kama una pesa panda ndege, kauli naomba kaburi la Mwana Malundi. Siku alipokufa huyu bwana, jua lilizima. Jua lilizima, kukawa na kiza. Na siku alipozikwa, kaburi lake lilitoa moshi kwenda angani. Watu wa dini wanasema alikuwa mchawi. Lakini mimi namuita alikuwa prophet to the black man. Kwa sababu huyu alishatiwa kamba na wazungu wa Jerumani. Kipindi hiko yuko Mwana Malundi, wa Jerumani wanaitawala Tanzania. Mwana Malundi na machifu wa Kisukuma wakati wa kamba kunyongwa, wawili tu ndio walikufa, waliobaki wote kamba zilikatika. Unaelewa bwana? Kamba zilikatika. Wajerumani wakaona, huyu mtu inatakiwa tumfunge, hatumuui tena. Wakampakia, wakampeleka Kilwa, wakamweka gerezani. Mwana Malundi inasemekana alitembelea Tanzania nzima, ya alama zake za miguu zipo. Ndio mtu pekee aliyeweza kutoboa jiwe kwa kugonga jiwe likatoboka, akaeka alama zake pale mlimani Mwanza. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.